Also to have some time for yourself and for your family. Ni vizuri saa zingine kupata wakati kukaa na jamii yako na kujituliza tu. So I just traveled up country. Nilienda nisafiri kwenda mashambani so that I can be able to see my old man and my old mother. Kwenda kuona wazazi wangu. Because sometimes we need their blessings. Kwa sababu wakati mwingine tunahitaji baraka zao. So I was with them for those 8 days. Nilikuwa nao hizo siku 8. And I was able to prepare even the hedge around and make sure we had a good time. Na nikaweza kutengeneza ile ua ambalo limezingira boma letu na tukawa na muda mzuri tu. Now here I am again. Sasa nimerudi sasa. Thank you for all that were here. Asanteni kwa wale ambao mlikuwepo. And you continued with the service. Mkaendelea na ibada. I was also watching you last Sunday. Pia nilikuwa na watazama kwa mitambo yetu Jumapili iliyopita. And I was not alone, but we were a family. We were watching together and seeing what was happening here. Na sikuwa peke yangu, tulikuwa jamii nzima tumekaa tunaangalia kinachofanyika mahali hapa. And we were blessed with my brother who was ministering. Na tulibarikiwa na ndugu yetu aliyekuwa akihudumu. May God bless you for that good work we are doing here. Mungu awabariki hiyo kazi nzuri ambayo mnaifanya mahali hapa. So I want to bring to us the word of God. Nataka niwaletee neno la Mungu. The topic of our discussion this day, na mada ya mafunzo yetu siku ya leo. Just before that, you can put here, we can share this so that you next time we'll have a bigger one. I'm talking about move at his word. Na nena kuhusu songa kwa neno lake. Move at his word. Songa kwa neno lake. Some of us, wengine wetu, believe you or me, niamini, that we are here because of some words that were spoken to us. Tunapatikana hapa kwa sababu ya maneno yaliyonenwa kwa masikio. We are the way we are. Tuko jinsi tulivyo because somebody spoke some words in our lives. Kwa sababu mtu alinena maneno fulani katika maisha yetu. We are doing what we are doing today. Tunafanya tunayoyafanya leo. Maybe somebody spoke about it sometime. Kwa sababu pengine mtu alinena kuhusu hayo wakati mwingine. So friends, I want to tell us, asubuhi ya leo rafiki zangu nataka kuambia that many of us, kwamba wengi wetu, we are as a result of what has been spoken in our lives. Tuko katika matukio ya yale ambayo yalinenwa katika maisha yetu. Some of us were walking under some blessings. Wengine wetu tunatembea tukifunikwa na baraka fulani. Because somebody declared a blessing over you. Kwa sababu mtu alitangaza baraka katika maisha yako. And some of us in the like manner, na wengine katika njia hiyo, we are walking under some curses. Tunatembea katika laana fulani. Because somebody spoke some words. Sababu mtu alitamka maneno fulani. No wonder I'm saying, ndio maana hata nasema, we are as a result of some words that were spoken to us. Sisi ni matukio ya maneno yaliyonenwa katika maisha yetu. In the schools that we attended, katika zile shule ambazo tulisoma, we passed some exams and failed others. Tulipita mitihani fulani tukaanguka zingine. Maybe because of the teacher. Kwa sababu pengine ya mwalimu. The teacher spoke some words. Mwalimu alitamka maneno fulani concerning some subjects that you are doing. Kuhusu masomo fulani ambayo ulikuwa unafanya. Some of us were in certain careers. Wengine tulikuwa katika taaluma fulani. The careers in which we are today. Taaluma ambazo tunatuko katika siku ya leo. Maybe somebody spoke about it. Wengine mtu alitamka and we embraced it. Na tukaweza kuichukua. And we ran with those words. Na tukaweza kutembea na hayo maneno. So I'm here to tell us. Hivyo niko hapa kutuambia that words have power over our lives. Kwamba maneno yana mamlaka juu ya maisha yetu. And today I want to bring this word. Na leo nawaletea hili neno. As I've said earlier, vile nimesema mapema, move at his word. Songa kwa neno lake. We have moved at people's words. Tumesonga kwa maneno ya watu. We have been influenced by people's words. Tukashawishiwa na maneno ya watu. But I've come to tell you this morning. Lakini nimekuja kuambia asubuhi hii. That this man called Jesus. Kwamba huyu mtu aitwaye Yesu. That this man called Jesus. Huyu mtu aitwaye Yesu. He is asking you and me.
me, ambaye anatuuliza mimi na wewe that move at his word, ya kwamba songa kwa neno lake, then you shall be able to enjoy the blessings of God. na sasa unaenda kufurahia baraka za Mungu. We have been moving at our own words, Tumekuwa tukisonga kwa maneno yetu but the wenyewe, time has come lakini wakati when umefika we need to leave other things ambayo tuache maneno and mengine move at the word of the Lord Jesus. na tusonge kwa neno la Bwana Yesu. Maybe your parents said some words Pengine wazazi wako walitamka maneno that you fulani cannot make it in life, ya kwamba huwezi faulu maisha, and you have been moving with those na words. umekuwa ukisonga kwa hayo That's maneno. why you are who you are today. Ndio maana unafanana jinsi But I've ulivyo come leo. to tell you, Lakini nimekuja kuambia Jesus is saying, Yesu anasema move at his word. songa kwa neno lake, You shall be able to witness the blessings of God. utaweza shuhudia baraka za Mungu. I've met many people, Nimekutana na watu wengi, not once, not twice. si mara moja, si mara mbili. Others are saying, Wengine wanasema before my mother died, kabla mama hajafariki, before my father died, kabla baba hajaaga he dunia, spoke certain words to me, alitamka maneno fulani and kwangu, I've seen those words come to na pass. nimeona hayo maneno yakitimia. Church, I've come to tell you, Kanisa nimekuja kuambia, forget about what people say, sahau maneno ya but watu, I want you to move at the word of Jesus. nataka usonge kwa neno la Yesu. Forget about what your parent told you. Sahau maneno ya wazazi Forget wako, about what your teacher told you. hata yale walimu But I walinena. want you to look, to focus on Jesus. Nataka umtazame And Yesu see what Jesus is saying. na uone anasema And nini, Jesus is speaking today na Yesu ananena through leo the scriptures, kupitia kwa maandiko, talking to you ananena na wewe about your life, kuhusu maisha yako, about your future, kuhusu hatima about your yako. family. Kuhusu So familia let us yako. move Wacha tusonge at the word of Jesus. kwa neno la Yesu, Let us move. wacha tusonge, Let us act wacha tupende according to the word of God. kulingana na neno la And we Mungu, shall live a different life. na tutaishi maisha It tofauti. does not matter Haijalishi what people say. vile vitu watu wanasema, It does not matter haijalishi what the economy is speaking. kile ambacho uchumi unasema, But what matters na kinachojalisha is what Jesus is ni saying. kile Yesu anasema. What does Jesus say? Yesu anasema nini? Whatever Jesus is saying, Chochote ambacho Yesu my anasema, brother, my sister, ndugu yangu na dada yangu, run with that word. kimbia na hilo neno, Embrace that word. ukaweza kufumbatia And hilo many neno. people spoke words about my life. Watu wengi walinena maneno kuhusu maisha yangu, Some were not good words. maneno mengine hayakuwa But mazuri, I never went with those words. lakini sikuyasikiliza. I remember when I got saved. Nakumbuka nilipookoka, I got saved when I was a young man. niliokoka nikiwa kijana I was mdogo only 11 years old. kwa miaka 11, But the time I gave my life to Jesus, lakini wakati nilimpa Yesu maisha many yangu, people said, watu wengi walisema, especially those who are close to me, hasa waliokuwa they karibu told nami, me, I'm waliniambia, giving you 1 week. nakupa juma You moja, cannot make it. kwa siku You saba cannot make it. huwezi You faulu, cannot make it. huwezi faulu. Today, Leo I am counting years. na hesabu miaka mingi, Because I never listened to their words. sababu sikusikiliza I maneno listened yao, to what Jesus is saying. nilisikiliza yale Yesu There was a anasema. time Ilifika when wakati they told me, waliponiambia, because you are a young man, kwa sababu wewe ni you kijana, cannot stand in salvation. huwezi simama When katika you go to wokovu. the secondary school, Unapoingia katika shule ya you upili, will backslide. utaanguka wokovu. I never spoke those words in my heart. Sikuchukua hayo maneno kuingiza kwa I moyo never took wangu, them into my heart. sikuyachukua kuweka kwa moyo I wangu. resisted every negative word. Nilikataa kila neno potofu. Today I'm married. Leo nimeoa. And some say you cannot give birth to children. Wengine wanasema hutazaa. I have children. Niko na watoto. Others say you cannot build. Wengine wakasema hutajenga I have nyumba. built my house. Nimejenga nyumba yangu. I am prospering in the name of the Lord. Hivi naendelea Others kufanya are katika even jina la saying, Bwana. Wengine wakasema, they spoke that you cannot even stand with a church. wakasema kwamba wewe simamisha You kanisa wewe. cannot pastor a church. Wewe huwezi kuwa mchungaji. Every negative word that people are speaking, Kila neno baya I've watu come to wananena. tell you, my brother, my sister, Nakuja kuambia ndugu yangu, those who are here, those who are watching me, usisikie na wale ambao wananisikiliza. don't give heed those words. Usichukue hayo maneno. Move at the word of Jesus. Songa na neno la Yesu. Stand within the scriptures. Twende katika Biblia. In the book of 2 Kings, Kitabu cha Wafalme wa Pili, chapter number 6, mlango mkubwa wa 6. we are reading verse 1 through verse 7. Tunasoma mstari wa kwanza hadi wa 7. I'll ask my brother to read in Kiswahili. Biblia inasema hivi, Wafalme wa Pili sura ya 6 kuanzia mstari mdogo wa kwanza hadi wa 7. Move at his word. Kisha wana wa manabii wakamwambia Elisha, angalia basi, mahali tukaapo mbele yako ni padogo kwetu. Basi twende mpaka Yordani twa kuomba, tutwae huko
kila mti mmoja ili tujifanyie huko mahali pa kukaa. Akajibu, haya, nendeni. Mstari wa 3. Mmoja wao akasema, uwe radhi basi nakusihi uende pamoja na watumishi wako. Akajibu, nitakwenda. Basi akaenda pamoja nao. Nao walipofika Yordani wakakata miti. Lakini mmoja wapo alipokuwa katika kukata boriti, chuma cha shoka kikaanguka majini. Akalia akasema, ole wangu bwana wangu, kwani kiliazimwa kile. Mtu wa Mungu akasema, kilianguka wapi? Akamuonyesha mahali. Akakata kijiti akakitupa pale pale, chuma kikaelea. Akasema, kiokote. Basi akanyosha mkono akakitoa. Hallelujah. Hallelujah. Moving at his word. Kusonga na neno lake. Friends, I want to tell you this. Rafiki, nataka kuambia hili. When you understand how to move at the word of God, unapoelewa kusonga na neno la Bwana, then you shall live a blessed life. Utaishi maisha ya baraka. Many people miss out the blessings of God. Wengi hukosa baraka za Mungu simply because they don't move at the right time. Kwa sababu hawaanzi mwendo wao wakati unaofaa. They miss out when God is speaking. Wao hukosa wakati Mungu ananena. I want you to give attention to what God is saying. Nataka utilie mkazo sana yale Mungu anasema. In the scriptures that you have read, katika maandiko ambayo tumesoma, the Bible talks about Elisha. Biblia inanena kuhusu nabii Elisha and the prophets. Na wale manabii, the sons of the prophets. Na wale wana wa manabii. When I was reading through the scriptures, nilipokuwa nikisoma haya maandiko, I was amazed at the miracles of Jesus. Nilishangazwa sana na miujiza ya Yesu through Elisha. Kupitia kwa Elisha. But there is something that struck me. Lakini kuna kitu ambacho kilinishangaza sana. When you read from verse number 1, unaposoma kuanzia mstari wa 1, you will find out something. Utagundua kitu. That it was the sons of the prophet that saw the need. Ambao ni wana wa manabii walioona hitaji lililokuwepo. Hallelujah. Hallelujah. I want you to listen to me. Nataka msikilize kimakini sana. It was the sons of the prophets. Ilikuwa ni wana wa manabii who saw the need, ambao waliona hitaji. The Bible says, Biblia inasema they were seated somewhere. Walikuwa wamekaa mahali. Because where the sons of the prophets are, kwa sababu mahali wana wa manabii walipo, it means the prophets are also there. Ndio inamaanisha kwamba manabii pia wako pale. So Elisha was also there. Elisha alikuwa pale pia. And maybe also others were there. Na pengine pia wengine walikuwa pale. But the Bible says in verse number 1, lakini Biblia inasema katika mstari wa 1, now the sons of the prophets said to Elisha, basi wale wa manabii wakamwambia Elisha, see the place where we dwell under your charge is too small for us. Angalia mahali tukaapo mbele yako ni padogo sana. Where was the prophets? Je, manabii walikuwa wapi? Where was the Elisha? Elisha alikuwa wapi? But the Bible says, Biblia inasema, it was the sons of the prophet that they saw the need. Ni wana wa manabii walioona hitaji. Until you capture and realize your need, na mpaka utakapogundua hitaji lako, God may be seated somewhere watching you. Mungu anaweza kaa mahali na akutazame. Hallelujah. Hallelujah. Until you see the need, mpaka utakapoliona hitaji it was not the prophet who saw the need. Haikuwa nabii aliyoona hitaji. It was not Elisha who saw the need. Hakuwa Elisha aliyogundua ile hitaji. But the sons of the prophets, lakini ni wana wa manabii, they are the ones who saw the need. Ni hao walioliona lile hitaji. Today we are preaching to many people. Leo tunahubiria watu wengi sana. And many people call me father. Na wengi wananiita baba. But I have come to challenge you. Lakini nimekuja kukutia changamoto. Many times it's not the responsibility of the father to see the need. Mara nyingi si kazi ya baba kuona hitaji. Sometimes it's the sons who see the need. Wakati mwingine ni wana kuona hitaji. But today we have sons and daughters who do not see the need. Lakini leo kuna wana na mabinti ambao ni vipofu, hawaoni chochote. Because they are not seeing the need, na sababu hawaoni chochote, they are not able to move at the word of God. Hawawezi songa kwa neno la Mungu. But I've come to challenge you. Lakini nimekuja kukutia as a son in this house, kama mwana katika nyumba, as a daughter in this house, kama binti katika nyumba, it comes a time inafika wakati when you must be able ambao to lazima have your vision, uwe na maono yako, so that you can be able to see the need. ili ukaweze kuona ama most of us are depending on our pastors. Wengi wetu tumetegemea we are depending on our prophets, tumetegemea manabii to see for us, ili waweze kutazama. But the Bible is telling me, lakini Biblia inasema it was the sons of the prophets ilikuwa ni wana wa manabii who saw the need. waliogundua hitaji. I've come to tell you, nimekuja
nawaambia that you must be able to wake up lazima uamuke and realize na ugundue the need that you have, ile hitaji ulo nalo both in your house katika nyumba yako and in the church hata kanisani and in your society. katika jamii And yako. once you see the need, Utakapoona hiyo when hitaji, you take an action, utakapoanza kutenda, God will follow you. Mungu atasonga na God wewe. will follow you. Mungu atasonga na Many wewe. of us are waiting upon God, Wengi wetu tumemngoja but Mungu, God is waiting upon you lakini Mungu amekungoja until you see the need mpaka uone hitaji and wake up na uamuke and do something. na ufanye kitu. God will sit comfortable, Mungu atakaa tu waiting upon you. amekungoja. Am I speaking to somebody? Nazungumza na mtu hapa. See your need. Gundua hitaji lako. It was not the prophet. Haikuwa nabii, It was the sons of the prophets ilikuwa ni wana wa manabii who saw the need. walioona hitaji. If you're a son in this house, Kama wewe ni mwana hapa, if you're a daughter in this house, kama wewe ni binti I hapa, am challenging you now. na kutia changamoto. God is waiting upon you. Mungu amekungoja. Some things are not seen by the Father. Vitu vingine si baba aone, Some things are seen by the sons. vingine wana ndio hugundua. You don't need to sit there waiting for your father to feed you. Huwezi kaa hapo ukingoja babaka akulishe siku nenda siku rudi. Sometimes as a son, Wakati mwingine kama mwana you must wake up lazima uamuke and take your responsibility. na ujukumike. Why do we give birth? Kwa nini sisi huzaa? Because we know Hapo tunajua when we give birth, tunapozaa we have people who will stand with us. tuna watu ambao watasimama nasi, We have people who will defend us. na watu ambao watatutetea, We have people who will see for us. ambao wataona kwa niaba yetu. Wake up. Amuka. It was the sons of the prophets Ilikuwa ni wana wa manabii who saw the need. walioona lile hitaji. The Bible continues to say, Biblia inaendelea kusema they said in verse number 2, katika mstari wa pili, when they saw the need, walipoona lile hitaji, listen to this, sikiliza haya, they never sat hawakukaa, on the need. hawakukalia lile hitaji, They acted on the need. lakini waliamuka kusuluhisha. There are people who are very good at seeing the need, but they're not acting. Kuna watu wengine ni wazuri sana kwa kuona, lakini kutafuta suluhisho ni tabu. Somebody will tell you Mtu anakuambia so many things, vitu vingi sana, but when you ask that person to give a solution, lakini ukiuliza mtu akupee suluhisho, they will not give you a solution. sasa saa hiyo hawako. They are very good at seeing the need, Wanaona mahitaji, wanajua kuyaona sana, but they cannot act on the need. lakini hawawezi tafuta suluhisho. I'm looking for a son and a daughter Natafuta mwana ama binti who can be able to visualize the need ambaye ataliona lile hitaji and act upon the need. na akaweze kutafuta suluhisho. Verse number 2, the Bible says, Mstari wa pili, Biblia inasema let us go to Jordan, When and they- each of us get a load, and let us make a place for us to dwell there. kama tutwae kila mti mmoja ili tujifanyie huko mahali pa kukaa. It was the sons. Ilikuwa ni wana, After seeing the need, baada ya kuona hitaji they acted on the need. walitendea kazi. God is looking for people. Mungu anatafuta watu When they realize the need, watakapoligundua lile they hitaji, act on the need, watatafuta suluhisho, moving at the word of God. wakisonga kwa neno la Mungu, Moving at the word of God. wakisonga kwa neno la Mungu, Not sitting, si kukaa, but moving with the word of God. lakini wakisonga kwa neno la Mungu. When the sons of the prophets realized the need, Wana wa manabii walipogundua the lile Bible hitaji, says, Biblia inasema they said, wakasema, let us. wacha na tuende. I was not good in English, Sikuwa mzuri sana kwa Kizungu, but the little that I know, lakini kile Kizungu kichache sana ambacho I can nakifahamu interpret a few things. naweza tafsiri vitu vichache. The Bible says in verse 2, let's go together. Biblia inasema katika mstari wa pili, twende Let pamoja. us go to Jordan, and each of us, not some of us. Akasema basi twende Yordani na kila mmoja wetu akaukate mti mmoja. Church is inclusive. Kanisa limewekwa ni watu wote. Family is inclusive. Hata familia ni watu wote. Country is inclusive. Nchi ni watu wote. The Bible says, Biblia inasema the sons after seeing the need, wana wa manabii baada ya kuona ile hitaji they told others, wakaambia wengine, let us, wacha sisi, each of us, kila mmoja wetu, not some of us. si wengine wetu. This is
is where we fail. Hapa ndio sisi kushindwa. Some of us, we want to send others while we are seated. Wengine wetu tunataka tutume wengine kama tumekaa. Let us go to church. Mimi nitabaki nyumbani. Twende kanisani, wengine watakuwa online. It's an inclusive thing. Ni jambo la kila mmoja kutenda. When we are saying let us pray, tukisema acha tuombe, it's not some of us to pray. Si wengine wetu kuomba. No wonder in this church I say I don't pray for people, but I pray with the people. Hapa hatuombeangi watu, tunaombanga na watu. You cannot assign me to be your prayer warrior. We pray with you. Uwezi wewe nipa tu kazi chini ya ardhi ati ni kazi yangu kubwa ni kukuombeanga tu wewe, hapana. I miss food for 3 days praying for you to get a job and you are seated eating in the house. Mimi niende nikose chakula siku 3. Wewe umejifariji kwako ukikula ukishiba, na mimi nikuombea upate kazi. Tena baadaye utoroki. We pray with you. Tunaomba na wewe. You want a job? Nataka kazi. Let's go together with you. Tuende na wewe. I fast, you fast. Nikishinda hapa bila chakula, wewe pia shinda hapa bila chakula. Pastor, tuombeeko. Mchungaji, tuombeeko. Friends, let us be serious with the word of God. Wacha tumaanishe katika vitu vya Mungu. The Bible says, Biblia inasema, the sons of the prophet, wana wa manabii, they say to all of them, walijiambia wote, and each of us, na kila mmoja wetu, get there a log. apate mti mmoja. Every one of us should carry a log. Kila mmoja wetu abebe mti. We are carrying logs. Tumebeba hapa miti, but others are watching. Wengine nao ni mashabiki. And they are able to say, leo hawajaimba vizuri. Where were you? Wewe ndio una kipimo cha kiroho kujuanga leo roho alikuwa kiwango fulani. Wewe na wewe roho wako mlikuwa wapi? Let us, wacha sisi wote carry the log, tubebe miti, moving at the word of God. Tukisonga kwa neno la Mungu. Christianity is not a joke. Ukristo si jambo la kufanyia mizaha. I've seen the church today. Nimeona kanisani leo. Not true like only, but the church, the universal church today. Kanisa lote mwili wa Kristo leo hii, they have a problem. Wana shida kubwa sana. Some think, wengine ufikiria, when you come here to pray, napokuja hapa kuomba, you are doing a favor to the pastor. Ati unafanyia mchungaji kazi kubwa. Wait for the last day. Wewe ngoja siku ya mwisho. Then you will know if you are doing me a favor. Hiyo ndio siku ambayo utajua kama ulikuwa unajisaidia ama unasaidia mchungaji. Wait till the day of the trouble is coming. Ngoja ile siku inaitwa siku nyeusi inakuja. It's the time you will realize if you are doing a favor to somebody or yourself. Hapo ndio utagundua ulikuwa unajisaidia ama ulikuwa unasaidia mtu. The Bible talks about the 10 virgins. Biblia inanena kuhusu wale mabikira 10. Maintaining virginity is not easy. Kutunza ubikira si rahisi. And there were 10 who maintained it. Na walikuwa 10 ambao waliweza. But among the 10, some were called foolish and the others were called wise. Kwa wale 10, 5 walikuwa wapumbavu, wengine walikuwa wenye hekima. The difference between the foolish and the wise, it was not in the virginity. Tofauti ya wale wenye hekima na wale wapumbavu haikuwa katika ubikira wao. So it's not about church. Si mambo tu ati kanisa. That I can go today, tomorrow I don't go. Ati niende leo, alafu kesho pia siendi. I can give today, tomorrow I don't give. Ati leo naweza toa, alafu kesho pia wenye hawakutoa siku nilitoa watoe. After all, kanisa ni ya pastor. Ati kanisa na kuanga la mchungaji. It's me who's supposed to be here every day. Ni mchungaji ambaye anafaa kuwa hapa kila siku. But you can go and do your own other merry-go-rounds and come when you feel like coming. Lakini wewe unaweza toroka ufanye mambo yako huko, alafu ukijisikia kurudi utarudi. I want you to realize one thing. Nataka tugundue jambo moja. Somebody giving his life, mtu kutoa maisha yake for the sake of the church, kwa ajili ya kanisa, for the sake of you and me, kwa ajili yako na mimi, is not a joke. Si mchezo. Can we stop jokes? Tuache hii mizaha ya utoto hii. Familiarity breeds content.
when you are familiar with some things, Ukizoea vitu vingine is a disease. ni ugonjwa mkubwa sana. And I saw it in my life. Na niliona hii jambo kwa maisha yangu. I was used to some food. Kwa nimezoea vyakula vingine Until when I was seeing that food, I felt like I don't want to eat. mpaka nikiona hicho chakula naona kama sitaki kula. But it came a time when I missed that food. Ilifika wakati nilikitamani na sikioni. I realized. Hapo ndio niligundua. I went to some places. I've been preaching to some places. Nilienda sehemu zingine, nimekuwa nikihubiri katika sehemu mbalimbali. The things that you take for granted, hivi vitu ambavyo unapuuza hapa ukifikiria ni mchezo, go to other places. Enda sehemu zingine, Is when you realize that God has blessed you. ndio utagundua kumbe Mungu amekubariki. I've come to realize, nimekuja kugundua at any given time, wakati wowote there is somebody who is richer than me and poorer than me. kuna mtu ambaye ni tajiri kunishinda, kuna mwingine ambaye ni maskini kunishinda. I appreciate God for who God has made me to be. Na nikatambua Mungu na kumshukuru kwa jinsi ambavyo amenitendea. Church, let us get serious with the things of God. Wacheni tumaanishe katika vitu vya Mungu. The Bible says, Biblia inasema, when I will come, nitakapokuja. these are the words of Jesus. Haya ni maneno ya Yesu. Will I find faith? Je, nitapata imani? Jesus was concerned Yesu alikuwa anaangalia haya mambo because people are substituting faith with their own things. sababu watu wamechukua imani, wameweka kando, wameanza kufanya vitu vyao. The Bible says in verse 2, Biblia inasema katika mstari wa 2, let us go to Jordan, wacha twende Yordani, and each of us na kila mmoja wetu get a log, akate mti, and let us make a place na tutengeneze mahali for us to dwell there. ili tukaweze kukaa mahali pale. The place that they wanted to make for them to dwell, mahali ambapo walikuwa wanataka kutengeneza ili wapate kukaa, it was not for an individual. haikuwa mahali pa kazi ya mtu mmoja. And that's why they said we must do it collectively. Ndio maana alisema tufanye sisi wote. How many of us have seen a family of an individual? Wangapi tumeona familia ya mtu mmoja anajiita yeye ni familia? Family is collective. Familia huwa na watu wengi. You and me, we make a family. Wewe na mimi tunakuwa na familia. I was very single but still attached to a family, back to my parents. Nilikuwa sijaoa lakini bado nilikuwa nimeunganishwa na wazazi wangu. So family is collective. Familia ni watu wengi. You cannot be alone and say I'm a family. Huwezi kuwa peke yako na ujidai ya kwamba sasa wewe ni familia. For them to dwell in that place, Ndiposa wafike mahali pale, for everyone to enjoy, ndiposa kila mmoja akaweze kufurahia, they were to do it all of them. ilikuwa yawapasa kufanya wote wakiwa pamoja. You cannot dwell in a place where you have not contributed. Sasa wewe utakaje mahali ambapo hata hujachangia chochote? But you have some people who have bad manners. Ili kuna watu wengine nayo tabia yao ni mbaya. From January to December, Kuanzia Januari mpaka Disemba, it's only me who is calling you for lunch and I'm the one paying. Can you be ashamed? mimi ninakupigia simu kwa ajili ya lunch na tena mimi ndio nalipa. Just one day you call me again also and you buy for me. That's family, that's friendship. Siku nyingine hata wewe pia unajikakamua, kwani unaona kuanga broke kuanzia Januari mpaka Disemba. In January I say, my friend, where are you been? I'm in town, can we have a cup of coffee? Oh, Nico, you come. I pay. February, I pay. March, I pay. Nalipa. And you're always present. Siku ya kikombe cha chai mjini lazima That's bad manners. hiyo si tabia mzuri lakini ni mbaya. Some of the days so unajikakaza hata ongezea niko na kakumi hapo, ongezea tukunywe chai pamoja. You know, that is how work is done. Hivyo ndio kazi hufanyika. Then all of them putting together, Wote wakiweka juhudi zao pamoja, working together, wakifanya kazi pamoja, when they stay under that roof, wakikaa chini ya ile dari, they feel that they have done something. watafurahia kwamba wamefanya kitu. There's a problem in this church, this one. Kuna shida hapa. When it comes to prayer, people are not praying. Ikifika kwa maombi, watu hawataki kuomba. Wameachilia kuna intercessors wanajua.
tukikuwa na shida, I don't want to name them, but they ati kuna waombezi wanatuombeanga. So wanakutananga kanisani siku fulani wakiomba. My friend, we will stop praying. We'll be praying for ourselves. Tutawacha kukuombea ili tujiombee, ili ujifunze kujiombea. How many times do you pray with your family? Ni mara ngapi uomba na familia yako? How many times do you open the scriptures and read with your children, with your husband, with your wife? Ni wakati gani wewe ufungua Biblia usome tu na watoto wakiwa hapo na mume wako ama mke wako? But you can open, lakini vitu vingine kufungua unajuanga sana. Facebook from 6 to 6. Kwenda kukua mtandaoni ni kama siku hizi wewe unahisa kwenye mtandao. As if you have some shares there. Ni kama wewe pia ni mmoja wapo wa wamiliki wa Facebook. May God have mercy on us. Acha Mungu atusamehe. Can we wake up and pray? Tuamke uombe. I'm not only called here to pray for you. I'm also concerned I want to go to heaven. That's why God said, sijaitwa hapa kukuombea. Mimi pia nina kazi kubwa. Nataka kwenda mbinguni. Ndio maana mimi pia najishughulikia hapa. It's going to be shameful for me to be in heaven, rejoicing and enjoying, and I'm seeing my wife and my daughters are in hell. I'm working so hard to make sure we go together. Itakuwa mbaya sana uko mbinguni unafurahia na mke wako na mabinti zako nao wako kule kuzimu na kingangana. Church is not talking about the second coming of our Lord Jesus. The church is talking about how do I buy a car, how do I buy a land, how do I get more money. Leo kanisa halijatambua kwamba Yesu anarudi mara ya pili. Leo kanisa linajua tu gari, mashamba, getting new clothes. Nguo mpya pia umeongeza hapo. But if I say can we give, we are going to Malindi to preach, you cannot give your money. Tukisema tunaenda Malindi kuhubiri, saa hiyo ndio ile mwezi yenye wewe unakuanga hauna pesa. When we say we want to pay rent for this place, can we pay? See me. Tukisema tunalipa kodi ya mahali hapa, tena tunalipa ule mwezi mwenye hauna pesa. May God have mercy. Acha Mungu atusamehe. We don't have a special people who are supposed to be holy so that they can prepare and preach for us. Na hatuna watu special ambao wanafaa kuwa watakatifu, watu andalienge alafu tunaenda kufurahia. We don't have special people who are intercessors. Ati kuna watu special ambao wanaitwanga waombezi. My fellow intercessors in this church, wale waombezi wenzangu hapa, we are going to be praying for ourselves. Sisi tutakuwa tunajiombea. And the church refused to say. Na kanisa likasema amen kwa macho tu. Verse number 3, the Bible says, mstari wa 3 Biblia inasema hivi. Then one of them said, mmoja wao akasema, be pleased to go with your servants. Kwamba uwe radhi kwenda na watumishi wako. I looked at that verse and I got a revelation that I've never gotten since I was reading through those chapters, even those years back. Nilisoma ile andiko nikapata ufunuo ambao sijaipata tangu nianze kusoma haya maandiko. The sons of the prophets, wana wa manabii, having seen the need, baada ya kuona ama kutambua ile hitaji, they woke up to the need, wakaamua kutafuta suluhisho, they went out, wakatoka, but they remembered one thing, na kukumbuka jambo moja, we cannot go without the man of God. Hatuwezi enda bila mtumishi wa Mungu. How many of us have we gone to our own things without the man of God involved? Je, wangapi wetu tumeenenda kwa vitu zetu bila hata kujulisha mtumishi wa Mungu tu? Without involving God. Bila hata kumhusisha Mungu. When we hit the snag, kinapoumana mahali tumeenda, then you start running coming back. Sasa hapo ndio tunarudi. How many of us? Wangapi wetu? You start your own project. Unaanza miradi zako. When it fails, wakati kinaumana, then you run to the man of God. Sasa hiyo ndio unakumbuka kumbe mtumishi wa Mungu anakuaga pia. The time you start, wakati unaanza, you look at the servants of God as useless. Unaona watumishi wa Mungu kama wale watu wenye hawafai. There's somebody who told me. Mtu aliniambia hivi. Pastor, wakati nilikuwa nanunua shamba ulikuwa. Sasa hiyo nataka kuja kubariki shamba yako, ati nataka kujenga nyumba. Sasa unakuja. Wakati nilinunua ulikuwa. Mchungaji akanunua shamba haukuwepo. Sasa hivi kubariki ndio unaona ukuwepo.
mpaka sasa hata hiyo nyumba itaisha. Na wengine wamekuja nyuma wamejenga wamemaliza. Let's be very careful. Wakati mwingine tuwe waangalifu sana. Let us move. Wacha tusonge with the word of God. Kwa neno la Mungu. Let us move. Wacha tusonge listening to the prophets and the servants of God. Tukisikiliza manabii na watumishi wa Mungu. We shall succeed. Tutafaulu. And this is the secret I realized when I was reading this scripture. Na hii ndio siri ambayo niligundua nilipokuwa nikisoma haya maandiko. After capturing the vision, baada ya kupata yale maono, seeing the need, wakaweza kulitambua lile hitaji, and ready to go and act on the need, na wakawa tayari kutafuta suluhisho. The sons of the prophets, wana wa manabii, they said, wakasema, we will only go. Tungeenda tu. We will only go. Tutaenda tu if you accompany us. Kama utaenda pamoja nasi. And remember, they were the sons of the prophets. Unajua ni wana wa manabii, si watu wa, they are not just ordinary people. Si wale watu wa kawaida tu. They were the sons of the prophets. Walikuwa wana wa manabii. But they said, wakasema, we have captured the vision. Tumepata kuligundua hili hitaji. We see the need. Tukaliona. We are ready to act. Tuko tayari kutafuta suluhisho. But in our action, lakini katika suluhisho we cannot act alone. Hatuwezi kutafuta suluhisho peke yetu. We need a man of God. Tunahitaji mtumishi wa Mungu. You need a man of God in your life. Wewe unahitaji mtumishi wa Mungu katika maisha yako. Don't think that you will succeed alone. Siku za kufaulu peke yako hazipo tena. God positioned us. Mungu alituweka katika nafasi for our purpose. Kwa makusudi fulani. We are not just here for nothing. Hatuko tu kwa sababu hatupatikani kwingine tena. Those people who have realized the work of the servants of God in their lives, they are always prospering. Watu ambao wamegundua umuhimu wa watumishi wa Mungu katika maisha yao au kufaulu. But some who think that they can also do it alone. Kuna wengine nao ambao wanafikiria ni wajanja sana. Wakati nilikuwa nanunua shamba nilikuwa wapi? Ni kama wakati nikiamka asubuhi nikienda kutafuta hiyo kazi nikifanya nikisweat anakuanga wapi? Alafu inafika anasema tithe yangu nipeleke huko. Am I talking to somebody? Nazungumza na mtu hapa. Are you there? Uko hapo? I don't not say amen, but I don't mind. Najua amen leo hazitakuwepo lakini tumezoeanga vitu kama hizo. Let us learn. Tujifunze. There's a time Jesus was very harsh. Kuna wakati Yesu alikuwa mkali. And he looked at Peter and said, "Devil, get behind of me." Angalia Petro akamwambia shetani nyuma yangu. And among the beloved disciples, Peter was one of them. Na katikati ya watu ambao Yesu alipenda sana, Petro alikuwa mmoja wao. But at this time, in wakati huu, he looked at Peter and said, "Devil, get behind of me." Anambia shetani niondokee kwa njia. Let us not get used to the servants of God. Tusiweke mazoea kwa uhusiano wetu na watumishi wa Mungu. The sons of the prophets, wana wa manabii, realize the value of the man of God. Waligundua umuhimu wa mtumishi wa Mungu. And they said, wakasema, we will only do this work. Tutafanya tu hii kazi if he goes. Kama ataenenda pamoja nasi. I want you to look at me. Nataka utazame huko. How many of us have sung this song? Wangapi tumeimba huu wimbo? Sitoke hapa usiponibariki. How many know that song? Wangapi mnajua wimbo ambao unasema hautatoka hapo mpaka Mungu akubariki? And how many of us have walked out before the blessing? Na wangapi baada ya kuimba hivyo mkatoka tena mkaachana hiyo baraka hapo? You stand and say, sitoki hapa usiponibariki. Alafu kabla hujabarikiwa umeshatoka umeenda. Akimalizanga tu kuimba ameenda. The sons of the prophets, wana wa manabii, saw the value in the man of God. Waliona umuhimu wa mtumishi wa Mungu. And they said to the man of God, na akamwambia mtumishi wa Mungu, we will go if you go with us. Tutaenda kama utaenda nasi. And true to what they said, na kusema ukweli kwa yale ambao walisema,
they went to the man of God. Walienda na mtumishi wa Mungu. And when they went, Walipoenda, it came a time. ilifika wakati. It came a time. Ilifika wakati. And they realized the value of the man of God. Ndio wakagundua kumbe ilikuwa muhimu kuja na huyu mtu hapa. Friends, I've come to tell you. Marafiki, nimekuja kuambia. You may not see the value of the church today. Huenda ukakosa kuona umuhimu wa kanisa leo. You may not see the value of the servants of God today. Huenda ukakosa kuona umuhimu wa watumishi wa Mungu leo. But it will come a time. Wakati upo unakuja. It will come a time. Wakati unakuja. When you will see. Ambapo utagundua. The value of the servants of God. Umuhimu wao. You remember. Nakumbuka. The story that Jesus was giving about Lazarus and the rich man. Hadithi ya Yesu kuhusu Lazaro na yule tajiri. The rich man never saw. Yule tajiri hakuona the importance of Lazarus. Umuhimu wa Lazaro. When he was still alive. Wakati ambapo alikuwa bado yuko hai. And I think somebody said this story. Nafikia mtu alisema hii hadithi. That Lazarus was kept at the gate for a purpose. Lazaro aliweka katika lango la yule tajiri. Because being a rich man, how do you allow someone who dissolves all the body to stay at your gate? Ukiwa tajiri utakubali aje mtu aliye na vidonda katika mwili wake wote kukaa kwenye lango lako? But he was there for a purpose. Ina alikuwa pale kwa kusudi fulani. And the reason why he was there, sababu iliyomfanya kuwa pale, it was because of the dogs that he has kept. Kwa sababu ya zile umbu ambazo ile tajiri alikuwa amefuga. So if the rich man could not have reared dogs, he could have sent away Lazarus. Kama utajiri angekuwa na wale umbwa, angefukuza Lazaro. Lazarus was there to help the dogs. Lazaro alikuwa pale kusaidia wale umbwa. The dogs could come and lick the sores of Lazarus. Umbwa wangekuja kulamba vile vidonda vya Lazaro. You know, dogs like licking. And because the house was so good and neat and there was nothing that the dogs could lick, so he allowed Lazarus to stay at the gate so that the dogs could go and lick the sores. Ndio sababu boma na nyumba ya yule tajiri ilikuwa safi sana, hapakupatikana kitu cha umbwa kulamba. Alikubali Lazaro akae pale alambwe na umbwa wake. So that was the responsibility of Lazarus. Ndio ilikuwa kazi kubwa Lazaro alikuwa anafanya pale. But the time came. Lakini wakati ulifika when the rich man needed Lazarus. Wakati yule tajiri alihitaji Lazaro. Church, I've come to tell you. Kanisa, nimekuja kuambia. Today you may not see the need of reading your Bible. Leo hii huenda ukakosa kuona umuhimu wa kusoma Biblia. Today you may not see the need of going to church. Ngine ukakosa kuona umuhimu wa kwenda kanisani. Today you may see going to church, you're going to just to please your pastor. Leo hii pengine uone ukienda kanisani unaenda ili ufurahishe mchungaji wako. But the time is coming. Lakini wakati utakuja when these people, the sons of the prophet, carried the prophet with them. Wakati hawa wana wa manabii walienda na nabii pamoja nao. The Bible says, Biblia inasema the axe that they were using, ile shoka ambao walikuwa wakitumia, was a borrowed one. Kwa ya kuazima. Some of us, we are using things thinking that they are ours, but they are borrowed. Wengine tunatumia vitu tukifikiria tumemiliki, kumbe ni vya wenyewe. That job that you're sitting with, you think that is yours, but it's a borrowed one. Hiyo kazi ambayo unafikiria ni yako, kuna watu wengi wamekushinda wanaihitaji, si yako. That house, hata hiyo nyumba, that bed, hata hicho kitanda, you may think that is yours, unaweza fikiria kwamba umekimiliki, but it's a borrowed one. na ni ya kuazima kina mwenyewe. That money in the bank, hata hiyo pesa ambayo iko kwenye benki, you may think that is yours, unaweza fikiria kwamba hata hizo pesa ni zako, but it's a borrowed one. lakini ni pesa ambazo na mwenyewe.
And soon you'll see the owner. Na utakuja ona mwenyewe akitokelezea. And when the owner comes, mwenyewe anapofika, and because you don't have the man of God in your life, kwa sababu hauna mtumishi wa Mungu katika maisha yako, when the owner will come, mwenyewe atakapokuja, you remain with that way. Utabaki bure. You may not understand this. The devil even told Jesus, if you worship me, I'll give you the whole world. So the world belongs to who? Unajua uenda ukakosa kuelewa hii. Hata shetani alimwambia Yesu, ukiniabudu nitakupa ulimwengu wote. So the things that you may think that they are yours, unajua kuna vitu vingine unafikiria ni vyako lakini si vyako. When the owner will come, mwenyewe atakapokuja ndio utakuja kugundua kwamba ulikuwa ukimwekea. The sons of the prophets, wana wa manabii, they knew, walijua that the journey we are taking, hii safari ambayo tumeanza, however much you have the zeal, kaje tuko na tamanio na nguvu ya kufanya, we have the zeal to do it, tuna tamanio la kufanya, the man of God must be there. Huyu mtumishi wa Mungu lazima akuwepo. But the Bible does not tell us that he was also cutting the trees. Biblia inatuambia kwamba Elisha pia alikuwa anakata hiyo miti. I've given you revelation. Nimekupa scriptures kuhusu maandiko. The time they were cutting the trees, wakati walikuwa anakata ile miti, the Bible does not say the man of God was also cutting the trees. Biblia hainakili kama mtumishi wa Mungu pia alikuwa anakata miti. So the time you are cutting the trees, wakati unakata hiyo miti, and think that you are the one sweating, ukifikiria kwamba sasa wewe ndio unatumika kuliko wengine, because the servant of God is seated, au mtumishi wa Mungu naye amekaa. You know, some of us say mimi ndio naifanya hiyo kazi, yeye haendi kazi, afanye kitu yoyote na amekaa tu, alafu anataka mimi nimlipie nyumba. Ndio wengine wetu tunasemanga kwamba mtumishi wa Mungu amekaa tu, sasa yeye na yeye pia ni kutusumbua. The time they were cutting the logs, wakati walikuwa wanakata ile miti, where was Elisha? Elisha alikuwa wapi? He was not cutting. Elisha hakuwa anakata miti. But the time came, kuna wakati ulifika, when the axe dropped, wakati sasa lile shoka ikaanguka majini, and all the efforts they had could not assist. Sasa zile nguvu zao zote na juhudi zao zote, all their intellectual could not help. Hata zile akili zao hazingesaidia. That's the time they disclosed. Hapo ndio walikuja kugundua. From the opening of the scriptures, kutoka kwa wakati maandiko yanaanza, we don't see any disclosure that even the axe that they were using was borrowed. Hatuoni mahali imeandikwa kwamba kumbe hata hii shoka yenye walikuwa wakiringia ilikuwa na mwenyewe. You know, some of us, allow me to say this. Nikubali niseme hili. I do a lot of counseling. Mimi hufanya ushauri watu wengi sana. I pray with so many people. Na mimi naomba na watu wengi sana. I relate with so many people, both in church and outside the church. Na pia niko na uhusiano na watu wengi hapa kanisani na kule nje. You'll only know the person when the need has come. Wakati mtu ako na hitaji, ndio utakuja kugundua kumbe huku jamaa kuna kaanga hivi. When he's putting on his clothes and moving out, you don't know what's going. Wakati hapo tu kule nje hautajua kinachoendelea kwa maisha yake. But when he will call you pastor kuja nione, then you sit down and say, okay, sema nisikie. Then you will realize most of the things that he has, they are borrowed ones. Sasa ile kitaumana kuite ndio utagundua kumbe huyu jamaa kuna vitu vingi sana kumuhusu ambavyo. The sons of the prophets, wana wa manabii, they never disclosed at the initial stage that even the axe that they were using was a borrowed one. Hawakuwahi sema hata mwanzoni ya kwamba wanaenda kukata miti lakini ile shoka wanaenda kutumia ina mwenyewe. But when the need came, wakati hitaji ilipofika, they said, mtumishi wa Mungu, hata ile shoka ambayo tuko nayo ni ya wenyewe. Sasa hapo ndio roho wa kusema tusaidie tu, imeanguka. Akasema imeanguka wapi? Hapa. Sasa hiyo roho ndio wa kusema ukweli anashukanga. But before, lakini kabla ya hiyo was nothing like that. Shoka ilikuwa yao. Friends, rafiki zangu, move with the word of God. Songa kwa neno la Mungu. Move with the servants of God. Songa na watumishi wa Mungu. Every step of your life, kila hatua ya maisha yako,
The Bible says Biblia inasema God will do nothing Mungu hatafunua chochote until he opens mpaka afungue to his servants, even the prophets. Aambie watumishi wake hata manabii. Hallelujah. Hallelujah. God was included as the ultimate insurance for the plan of the sons of the prophets. Mungu alihusishwa kama bima kuu ya mipango ya watumishi ya wana wa manabii. Those who understand the language of insurance. Wale ambao wanafahamu lugha ya bima. We have a universal health cover. Tuko na hii bima ya afya ambayo we call it what? NHIF. And we only pay a little money, and when you are sick you go to hospital without that money and you are treated. Unalipanga pesa kidogo. If you have a car, you'll know what it means. You must have an insurance. Kama uko na gari pia utajua lazima in case an accident, then insurance company will take care. Ikipata ajali ile kampuni. We are also working on something. Soon we'll have an insurance cover for the church instruments. Na pia tutatafuta bima kwa ajili ya vyombo vya kanisa. In case something happens, we get new ones. Kitu kikifanyika tunapata vyombo vipya. So the ultimate insurance, ile bima kuu that the sons of the prophet had, ambao wana wa manabii walikuwa nayo, was Elisha. Ni nabii Elisha. The ultimate insurance you need in your life, ile bima kubwa sana ambayo unahitaji katika maisha yako, is a man of God in your life. Ni mtumishi wa Mungu wa maisha yako. To speak something. Atamke jambo. To speak a word. Atamke neno. And you will run with that word. Na ukimbie na hilo neno. So that the time you get an accident, utakapopata na ajali, you will not be worried that you have lost your car. Hautakuwa na wasiwasi kwamba gari lako limeenda. Because it's insured, kwa sababu lina bima. The insurance will take care. Ile kampuni ya bima italipa. The sons of the prophets, wana wa manabii, as I close, napomalizia, the sons of the prophets, wana wa manabii, they realize, waligundua, the ultimate insurance, ile bima kubwa for the plan of putting up a house, ule mpango wa kujenga mahali pa kukaa, was Elisha. Ilikuwa ni Elisha. And that's why they said, ndio maana walisema, we must go with us. Lazima Elisha uende nasi. In the same manner, katika hiyo njia tu, if you have insured your car, kama umeweka gari lako, you are given a sticker, na umepewa kile kibango cha bima, you put it on your car, unapoweka katika ile kioo ya mbele, so that in the case of an accident, sababu wakati ajali itatendeka, the insurance will be there already. Sasa ile bima itakuwa pale tayari. When you go to the hospital, ukienda hospitali, the only thing that will determine that you have an insurance cover is if you remove that card. Kitu ambacho kitaonyesha kwamba wewe una bima ya kutibiwa. So the time when the man fell down, wakati lile shoka lilianguka, the sons of the prophets, wana wa manabii, they said now, wakasema sasa, we need to go to our cupboard, lazima tuende katika in our cabinet, katika and remove the insurance. Ile kabati yetu tutoe ile bima. At that time, wakati huo, when they were working, alipokuwa akifanya kazi, Elisha was resting. Elisha alikuwa ametulia mahali, because his time was not yet. Sababu wakati wake ulikuwa hujafika. But when the time came, wakati ulipowadia, they said, alisema, we have a man of God here. Na mtumishi wa Mungu hapa. So they went to him, wakaenda kwake, and said, akasema, we have a problem. Tuna shida. And the Bible says, Biblia inasema, the man of God, mtumishi wa Mungu, just spoke something. Alitamka tu neno. And he said, where? Kauliza ni wapi? Where did it fail? Ilianguka wapi? Where did it fail? Ilianguka wapi? I'm not going to read another verse. Sitasoma andiko lingine. Next Sunday I'll continue from there. Jumapili ijayo tutaendelea hapo. But I want to tell you, nataka kuambia hivi, you who is seated here, wewe ambao umekaa hapa, Jesus is coming. Yesu anarudi. Jesus is coming. Yesu anarudi. And he's going to reward each and every one of us. Na anaenda kutunuku kila mmoja wetu according, kulingana na what we are doing today.
matendo yako leo. What we are doing today. Kila ambacho tunafanya leo. And remember, I've also said, kumbuka nimesema pia, that this work, hii kazi, is inclusive. Ni ya kila mmoja wetu. Don't think that you are doing anybody favor. Usifikiria kwamba unasaidia mtu yeyote. I'm ending with this. Namalizia nikisema hivi. Look at me. Niangalie. I've said it some time back and I'll repeat again. Nimesema wakati uliopita na naenda kurudia. There is a family I know. Kuna familia ambayo najua. Their parent was a canon. Familia yao, baba yao alikuwa mtumishi katika kanisa la Kianglikana. And that man, you know it, that family, the family of Awori. Na hiyo familia mnaijua, ni familia ya mzee Awori. When the father was serving God faithfully, kati baba alikuwa anatumikia tu Mungu, maybe he never reaped a lot. His riches could not be compared with the riches of his sons and daughters today. Utajiri wake haungelinganishwa na utajiri wa wanawe, mabinti zake na hata wajukuu wake leo. But he was toiling. Lakini alikuwa anafanya kazi kwa bidii, serving God faithfully. Akimtumikia Mungu kwa uaminifu. But the people who are reaping today, lakini watu ambao wanavuna leo, they are his sons. Ni wanaye. I don't know if it's true, but I read it somewhere. Sijui kama ni ukweli, hata mimi nilisoma mahali. So don't misquote me, those who are watching and those who are seated here. Wale waandishi wa habari ambao mko kule nje na hata hapa ndani, msiende mkaweka headlines kwa magazeti. One of their family members was entangled in some issues. Mmoja wa hiyo familia alipatikana katika taabu fulani. And they wanted to raise like 722 million. Na walitaka kuwa na mchango wa kutafuta milioni 722. If that calamity falls in my family today, I'll die. Kwa familia I'll rot in jail. Kwa familia yangu, shida hizo pesa zote ikipatikana, sijui vile Mungu atafanya, lakini siwezi sema nitakufa. And these people as a family, they raised over 1 billion. Na jamaa walikaa kama familia wakachanga karibu bilioni 1. His colleague is still struggling to raise that money. Mwenzake mwenye walihukumiwa na yeye baada ya kwa zile taabu tu. Friends, I want to tell you. Nataka kuambia, whatever that you are doing today, chochote ambacho unafanya leo, don't do because of you. Usifanye kwa sababu yako. Look beyond you. Jua kwamba siku moja hautakuwepo na wengine watakuwepo ukishaenda. Some of us, we are suffering not because of us, but because of our parents' deeds. Wengine tunateseka si kwa sababu yetu, lakini kwa sababu ya matendo ya wazazi wetu. Some of us, we are admired to live in certain families and not our families. Why are you admiring? Start working on your family. Wengine tunatamani kupatikana katika familia zingine sio zetu. Kwa nini unatamani hizo familia? Uwe mwanzilishi wa kufanana wa kutengeneza familia yako iwe kama hiyo yenye unatamani. If you cannot get it in your life, kama huwezi ipata kwa maisha yako, give it to your children. Sasa fanyia watoto wako kazi tafadhali. That's why I've decided. Hapo nimeamua. I'm a firstborn in my family. Mimi ni mzaliwa wa kwanza katika jamii yangu. I saw the life of my mother and my father when they were raising me. Niliona maisha babangu na mamangu walipokuwa wakinishughulikia nikiwa mtoto. What they tried to do so that we can be who we are today. Kile ambacho walijaribu kufanya ili tuwe jinsi tulivyo leo. I respect that. Na heshima. That's why anytime I get time, even if I don't have money, I'll run home just to be with them. Ndio maana wakati wote nikipata pesa na wakati hata kama sina pesa bora nipate nauli nitaenda kukaa nao. But I decided, lakini niliamua that my siblings, ya kwamba ndugu zangu na dada zangu and my children, na watoto wangu will not live the same life. Hawataishi hayo maisha. I'll sit on my knees and spend my time on my knees to make sure I turn around my family. Mimi huchukua muda mrefu sana katika maombi nihakikisha kwamba hali ya familia yangu lazima ibadilike. And I thank God because one by one God is doing something. Na nashukuru Mungu maana pole pole mambo yameanza kubadilika. And it's going to affect my children also. Na pia inaenda kufikia kwa watoto wangu. They cannot live the way I live, or less the way I live. Hawezi ishi maisha chini ya kiwango ambacho mimi nimeishi. Hawezi. Let us invest in them. Wacha tuwekeze ndani mwao.
Let's come to church. Wacha tuje kanisani. Let's introduce them to the man of God. Wacha tuwalete kwa mtumishi wa Mungu. Let's stand on our feet. Simama kwa miguu yako. I'll ask the praise and worship team to come. Maimbaji tafadhali karibuni. I want us to worship the Lord in one song. Nataka tu tumwabudu Mungu kwa wimbo mmoja. Then I'll give you an opportunity. Alafu nitakupa fursa. As we sing this song, tunapoimba wimbo huu, I want you to do a personal reflection. Nataka ujitazame mwenyewe. Just do a personal reflection. Ujitazame mwenyewe. Then just make a prayer. Ufanye ombi. Pray for yourself. Jiombee. Rededicate your life again to God. Mpe Mungu maisha yako mara ya pili. Tell yourself, jiambie, I have to do something in the house of God. Lazima nifanye kitu katika nyumba ya Bwana. Not for me, but for my generation to come. Si kwa ajili yangu, lakini kwa ajili ya uzao wangu ujao. I want to invest. Nataka kuwekeza in the things of God. Katika vitu vya ufalme wa Mungu. For the sake of my generation. Kwa ajili ya uzao wako. Thereafter I'll pray. Baada ya hiyo nitaomba. Hallelujah. Hallelujah. Unashuka
If you are here, kama uko hapa, as I make this prayer, napofanya hili ombi, you desire to rededicate your life to God. unatamani kujisalimisha mara ya pili kwa Bwana. You want to serve God in a more way that you have never served. Na kumtumikia Mungu katika njia ambayo hujawahi mtumikia. Just believe as I make this prayer. Amini tu ninapofanya hili ombi. Dear Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu, we are your children. sisi ni watoto wako. You have given us another opportunity. Umetupa fursa nyingine tena. We are here, oh God, Tuko hapa Mungu, asking you to forgive us. tukiomba msamaha. Have mercy on us, oh God. Kumbuka rehema zako katika maisha yetu We have Mungu. moved at our own words. Tumesonga kwa maneno yetu wenyewe. We have left your word, Jehovah. Tukaliwacha neno lako We Yehova. have left your servants, oh God, Tumewacha watumishi wako Mungu, whom you sent to steer us up, oh God. ambao ulituma kutuelekeza Mungu. We are repenting this day, Tunatubu siku ya leo, coming back to you, oh God, tukirudi kwako Mungu, that you may show mercy on us. ili ukaweza kutuonyesha rehema zako. From now onwards, Toka saa hii tukiendelea, we dedicate our lives to you. tunasalimisha maisha yetu kwako. We ask your Holy Spirit Tunaomba Roho wako Mtakatifu to order our steps, aelekeze hatua zetu, starting with this generation. tukianza kwa uzao huu. We are praying, oh God, Tunaomba Mungu, that you are creating a new generation, naomba unatengeneza kizazi kipya. that out of us, Roho kutoka kwetu, God, let's see a generation that will fear you, tutaona kiuzao ambao utakuhofu wewe Mungu, walking in your precepts. tukitembea katika njia zako. Father, we bless you. Baba, tunakubariki. Lord, I also want to speak a blessing Baba, leo natamka baraka upon these hands. juu ya hii mikono. Father, every hand that's lifted up, Baba, kila mkono ambao umeinuliwa, you order them to be in this sanctuary today, uliwaagiza wawe katika hekalu hili to siku ya listen leo. to this word. Ulisikiliza hili neno. I stand on this pulpit Nasimama katika madhabahu haya as your servant, oh God. kama mtumishi wako Mungu. Many are asking where their hearts fell. Wengi wanauliza shoka lao lilianguka wapi? Many are asking why has their hearts fallen. Wengi wanauliza kwa nini hata shoka lao likaanguka? Father, I want to pray for them. Baba, nawaombea. I bless them as the father of this house. Ninawabariki kama baba wa nyumba hii. Lord, bless them. Bwana wabariki. Many have been struggling. Wengi wamekuwa waking'ang'ana. I remove that struggle in their lives. Naondoa huyo roho wa kung'ang'ana katika maisha yao. From now, oh God, Kuanzia sasa Mungu, they are living a blessed life. wanaishi maisha iliyojaa baraka. Blessed in the city, Wakibarikiwa mchini, blessed in the countryside. wakibarikiwa mashambani, Blessed going out, wakibarikiwa wakitoka, blessed coming in. wakirudi wanabarikiwa. Father, bless them. Baba, wabariki. Bless the work of their hands. Bariki kazi ya mikono yao. Open a door for them. Wafungulie mlango. Those who do not have job, Wale ambao hawana kazi, I speak employment. na nena ajira, I speak jobs na nena kazi in their lives. katika maisha yao. Father, bless them. Baba, wabariki. In the name of the Father, Katika jina la Baba and the Son, na Mwana and the Holy na Spirit, Roho Mtakatifu, we believe and pray. naamini na kuomba. And the church said, Na kanisa likasema Amen. 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 God bless you. Mungu awabariki sana. God bless you. Mungu awabariki sana. Let's have our seats Acha tukae. as we switch from live broadcast